salamu za serikali ngazi ya mkoa, lakini pia kuwasilisha salamu kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Songwe. Kwanza naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tarehe ya leo, tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2025, Songwe tumeandika historia. Kama ambavyo wamezungumza mheshimiwa mbunge, wamepita viongozi mbalimbali, wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, viongozi wa chama, lakini imempendeza Mungu leo kwa uwepo wa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2025 hapa Mkwajuni. Leo tumeandika historia. Asanteni sana viongozi wetu. Barabara hii ni ya kilomita 117 kutoka Mbalizi, Mkwajuni, Saza, Patamela hadi Makongorosi. Tayari mkataba umesha sainiwa. Si kazi ndogo. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa naibu waziri, naomba utusaidie kuzifikisha shukrani za dhati za wananchi wa mkoa wa Songwe na wananchi wa wilaya ya Songwe kwamba kwa hili alilotufanyia kwenye sekta ya barabara hatumdai, anatudai Oktoba, na hatujawahi kufanya makosa wananchi wa mkoa wa Songwe na wananchi wa wilaya ya Songwe. Tulifanya kweli uchaguzi wa mwaka jana na Oktoba tunatiki bila kubahatisha. Mheshimiwa naibu waziri, katika kipindi cha uongozi wa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan cha miaka 4 ametuletea zaidi ya shilingi bilioni 18, fedha ambazo zimetumika kujenga madaraja mbalimbali, kukarabati barabara zetu ambazo zinasimamiwa na TANROADS. Lakini kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema, wilaya yetu ya Songwe ni wilaya ya kimkakati. Sisi tunachimba dhahabu. Kwa mwaka huu tunapoenda kukamilisha tarehe 30, tayari tumeshafanya makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 42, fedha ambazo zimetokana na makusanyo kwenye dhahabu na zimeenda moja kwa moja kwenye mfuko mkubwa wa serikali. Lakini Songwe tunalima. Mwaka jana tulipata zaidi ya shilingi bilioni 28 kwenye zao la ufuta. Lakini tunalima tumbaku, tunavua samaki, tuna mradi mkubwa wa kimkakati wa REA Meto kule Ngwala. Hivi ninazozungumza na ninyi, tayari zaidi ya shilingi bilioni 6 zimeshatolewa kuwalipa wananchi ambao wanapisha ujenzi wa ule mgodi. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kufunguka kwa barabara hii kwa kiwango cha lami sasa unaenda kuwarahisishia wakulima, wavuvi, wachimbaji wa dhahabu kupeleka bidhaa hizi muhimu zinazotoka hapa Songwe kwenda masokoni. Lakini tunapakana na nchi jirani. Tunapakana na Zambia, tunapakana na Malawi. Maana yake ni nini? Kufanikisha ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami, sasa unaenda kuukimbiza mkoa wetu na wilaya yetu ya Songwe kimaendeleo kwa kasi kubwa zaidi. Mwisho, mheshimiwa naibu waziri, naomba nitumie nafasi kipekee kabisa kukupongeza wewe kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya. Kuna jambo najifunza kwako. Kumbe sio lazima upige kelele kama alivyozungumza mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa. Matendo yako yanapiga kelele. Ni matumaini yangu wananchi wa Ileje hawatafanya makosa hata kidogo. Nimejaribu kuangalia mabadiliko kila mara yanafanyika, lakini kila nikiangalia Mheshimiwa Kasekenya anaendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Rais tena kwenye zile wizara nyeti. Si jambo la kawaida hata kidogo. Unauwakilisha mkoa wetu wa Songwe vizuri. Mungu akubariki sana na kutakia kila la heri.
Pili, mtendaji mkuu wa TANROADS. Mzee, Mungu akubariki sana. Mambo yanakwenda, nchi inafunguka. Ni juzi tu tumeshuhudia lililofanyika kule Mwanza, ni pamoja na maeneo mengine. Mimi ni mkazi wa kaskazini, nilikuwa napita pale mto Wami pale, miaka nenda rudi, lakini aliyepita pale Wami juzi akaangalia kilichofanyika. Hongera sana, Mungu akubariki sana. Naomba nifikisheni salamu kwa Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Ujenzi. Mwambie wana Songwe Oktoba wanatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mbunge, haya mambo yasingewezekana kama sio uwakilishi wako uliotukuka kwa wananchi hawa wa wilaya ya Songwe. Tumeshauriana sana juu ya namna ya kusukuma huu mradi. Hujawahi kulala bungeni, hujawahi kulala hujawahi kubaki kuacha kwenda kwenye ofisi za viongozi wetu hawa, kwa maana ya mtendaji mkuu pamoja na naibu waziri. Mungu akubariki sana. Wananchi wa wilaya ya Songwe wanajua kuchambua pumba na mchele, hawawezi kubahatisha. Mimi nakutakia kila la heri. Mungu akubariki sana, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mwisho kwa umuhimu, meneja wa TANROADS mkoa, Mheshimiwa naibu waziri, bado tuna kazi naye huyu bwana. Mtendaji mkuu, mimi najua ukigeuza kalamu hivi huyu bwana anaweza akaenda Katavi, na kuomba sana huyu bwana tuachie, bado tuna jambo naye. Chapa kazi, msikivu, mtiifu. Mungu akubariki sana. Haya yote yasingewezekana kama tusingefanya kazi kama timu. Tunafanya kazi kama timu na meneja huyu pamoja na timu yake ya mkoa.